Trump. Lakini sio hivyo hivyo, wenzetu wa upinzani walisema hawataki wakurugenzi, walikuwa katika sheria ya zamani, wote wale wameondolewa. Na Wapalestina 20 wameuawa katika shambulio la Israel lililolenga shule inayowahifadhi watu waliokosa makazi katika jiji la Gaza. Viwanjani, mashabiki wa Simba wamlaumu refa kufuatia Belkane kunyakua kombe. Yaani dhahiri shairi kabisa, refa alikuwa anachezesha mpira kwa maelekezo. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni habari za dunia ukisomewa nami Martha Saranga. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kuwa mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya Gaza yamekuwa yakileta madhara makubwa kwa raia kiasi kwamba hayawezi tena kuelezewa kuwa ni mapambano dhidi ya ugaidi wa Hamas. Leonard Mubali na taarifa zaidi. Kansela Friedrich amesema kuwa haelewi tena malengo ya Israel na atazungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kumtaka, kama alivyosema, asiendelee kupita kiasi. Jerumani daima ni mshirika mkubwa wa Israel. Takribani wa Palestina zaidi ya 50 wameuawa, wengi wao wakiwa katika jengo la shule linalohifadhi familia zilizohamishwa wakati wa mashambulizi ya anga yaliyofanyika usiku kucha na Israel huko Gaza. Waasi wa kundi la M23 wanaoendesha mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanasema kuwa rais wa zamani Joseph Kabila amewasili katika mji mkuu Goma. Serikali ya Kinshasa inamtuhumu bwana Kabila kwa kuwa na uhusiano na kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda. Wiki iliyopita bunge la Seneti liliondoa kinga yake ya kutoshtakiwa ili aweze kufikishwa mahakamani kwa kosa la uhaini. Rais huyo wa zamani amekanusha tuhuma hizo katika hotuba aliyoitoa siku ya Ijumaa, akiahidi kumaliza kile alichokiita udikteta. Kwa mujibu wa wadadisi wa mambo, bwana Kabila ambaye ni mshirika wa karibu wa Rwanda huenda anaungana na waasi katika jaribio la kumwondoa madarakani Rais Felix Tshisekedi. Watu wasiopungua 30 wameuawa na wengine kujeruhiwa katika shambulio lililotekelezwa na watu wasiojulikana dhidi ya jamii ya wakulima katika jimbo la Taraba, kaskazini mashariki mwa Nigeria. Vyombo vya habari vinaripoti kuwa mashambulizi haya mapya katika eneo la Munga la Lau yalitekelezwa na watu wanaoshukiwa kuwa wafugaji wanaomiliki silaha. Hali ya taharuki ya kiusalama imesababisha wakazi wengi kukimbia makazi yao. Polisi bado hawajatoa tamko kuhusu tukio hilo la hivi karibuni. Eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Nigeria limekuwa likishuhudia ongezeko la mashambulizi katika miezi ya hivi karibuni, ambapo raia na wanajeshi kadhaa wameuawa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi la Uganda limetangaza kusitisha ushirikiano wote wa kijeshi na Ujerumani baada ya kumshutumu balozi wake Matthias Schauer kwa kujihusisha na shughuli za uasi na kuwa hastahili kabisa kuwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Lizi Masinga na maelezo. Uamuzi wake unaashiria kuzorota kwa kasi kwa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Akikana shutuma hizo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani alizitaja kuwa upuuzi na zisizo na uhalali wowote. Shirika la habari la Reuters linaripoti shambulizi hilo lisilo la kawaida dhidi ya Schauer lilikuja baada ya kuripotiwa kuzuka wasiwasi kuhusu mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mtoto wa rais, katika mkutano uliofanyika wiki jana. Katika ukurasa wa X hivi karibuni, jenerali huyo alitishia kumkata kichwa kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine. Na Ukraine imesema kuwa Urusi imetekeleza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani zaidi ya 350 usiku kucha, idadi kubwa zaidi tangu ilipoanzisha uvamizi wake. Habari hizi zinakuja saa chache baada ya Rais Trump kusema kuwa Vladimir Putin amepoteza mwelekeo kabisa kutokana na mashambulizi ya usiku wa mwisho wa juma dhidi ya miji ya Ukraine. Alisema ana mpango wa kuiwekea Moscow vikwazo zaidi. Kwa upande wake, Rais Zelensky alisema kuwa hali ni ya kutokuwa na hofu ya kuadhibiwa ndio inayoifanya Urusi kuendeleza mashambulizi yake. Hii ni BBC. Naam, habari za ulimwengu zimesomwa na Martha Saranga kutoka Dar es Salaam. Matangazo ya Dira ya Dunia nchini Uganda yanapatikana kupitia Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Radio Kitara. Ukiwa Tanzania tutegee sikio kupitia Radio 1, Loliondo FM, na kule Kenya ni Mwanedu FM na Nyota FM.
Ukiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia Radio Muungano Beni. Unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kupitia kwenye FM, kwenye tovuti ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Na karibu. Mimi ni Regina Mziwanda kutoka Dar es Salaam, mwenzangu Karo Robi akiwa kule Nairobi. Karibu Karo. Asante Regina. Msikilizaji, tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa DRC wanasema kuwa rais wa zamani Joseph Kabila amewasili mjini Goma. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemshutumu bwana Kabila kwa kuhusishwa na kundi linaloungwa mkono na Rwanda M23. Wiki iliyopita Seneti iliondoa kinga yake dhidi ya kushtakiwa ili aweze kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, na Chube Ngorombi anaarifu zaidi. Mkuu wa zamani wa serikali ya Kongo Joseph Kabila Kabange ameshuhudiwa kuingia Jumapili Mei 25, 2025 katika mji wa Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, chini ya usimamizi wa M23. Kulingana na vyanzo vya karibu na rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vimethibitisha habari hiyo ya kuwasili kwake jijini Goma ni kwa mujibu wa ahadi iliyotolewa wakati wa hotuba yake ya mwisho kushughulikiwa kwa idadi ya watu. Habari hiyo pia imethibitishwa na wasimamizi wa AFC M23 kwamba rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila alifika katika jiji la Goma ambapo wamemtakia makazi mazuri katika maeneo yaliyokombolewa. Walitangaza mfululizo wasemaji wawili wa harakati za M23 kwenye akaunti yao ya X, zamani Twitter. Kama pia anavyothibitisha hapa Innocent Mirimo, kiongozi wa vijana wa chama cha kisiasa cha PPRD jijini Goma kinachomuunga mkono rais huyo wa zamani Joseph Kabila. Tulisema kama Joseph Kabila tayari amewasili Goma, na kuwasili Goma, maoni yetu ni kusema kama wakongomani iko libre kwenda kwenye anapenda. Sisi hiyo haizi leta probleme na hatuwezi sema ako mingi. Amefika kama mkongomani, anarudia kwao, anatoka nchi zingine anafika Goma. Fasi yote rais Kabila anapashwa aenda kwenye anapenda kama mkongomani. Hadi sasa wakati rais huyo wa zamani ashuhudiwa jijini Goma, hajazungumza lolote akiwa jijini humo wala kuelezea kilichochochea zaidi kuwasili kwake katika mji huo wa Goma. Lakini katika mazungumzo yake ya awali alishutumu pia serikali ya Kongo kwa kuchangia kuachana na idadi ya watu wa mashariki na ya kuadhibiwa haswa taasisi za kifedha za mtandao wa benki ya kitaifa na kuzuia harakati za watu na bidhaa, kuita kubinafsisha hali ya maisha katika sehemu hii ya nchi. Mkuu wa zamani wa serikali aliwasihi viongozi kulinda idadi ya watu na akasisitiza kwamba jeshi, haki na miundombinu mingine inayosimamiwa utaratibu na usalama lazima iwe kweli kwa huduma ya idadi ya watu na kujibu matakwa yao. Upande wa msemaji wa serikali kupitia Patrick Muyaya alisema Jumapili Mei 25 kwamba Rais Kabila ni mtu kutoka zamani ambaye hana chochote cha kutoa wala katika muktadha wa sasa wala kwa siku zijazo. Msemaji wa serikali aliongeza kuwa mtendaji wa sasa anafanya kazi kwa kweli kutatua shida ambazo Joseph Kabila hakuweza kutatua. Matamshi haya ya kunyoshiana kidole cha lawama kati ya Kinshasa na Joseph Kabila yamepelekea baadhi ya raia wa mashariki mwa Kongo kuishi kwa wasiwasi na kukata tamaa ya kusitisha vita licha ya juhudi za kuimarisha amani na usalama zinazoendelea. Kufika kwa Kabila Goma tunashukuru, kufika kwake ni kwa lazima. Kabila anafika hapa Goma sawasawa alivyoachia kiti mwenzake Tshisekedi atuletea amani. Tunaogopa sana kama hawaelewani tutaisha. Yeye kufika hapa Goma inaweza kuwa tena shida jua mafikiri yake. Hata hivyo, Joseph Kabila Kabange kwa upande wake alipendekeza mipango mbalimbali ya kuokoa DRC katika hali inayoipitia hadi sasa. Huyo alitaja kukomesha udikteta, kuacha vita, kurudisha mamlaka ya serikali juu ya eneo lote la kitaifa, kurudisha demokrasia, misingi ya sheria na kujenga tena mshikamano wa kitaifa, matamshi ambayo chama cha kisiasa cha UDPS kinachomuunga mkono rais aliyeko madarakani DRC Felix Tshisekedi kilipokea kama hayafai anapotembelea pia mkoa wa Kivu Kaskazini. Gise Kapila ni mmoja wa viongozi wa UDPS Kivu Kaskazini. Kufika kwake Goma haishutumu mtu hata kidogo, kwa sababu tukatushajua kama atafika kule ni jambo yenye inaweza ikaleta huzuni sana ya kwamba kuona rais mwenye aliongoza nchi katika miaka 18 na leo ndio anaweza akaunga mkono kundi ya M23
tu juu akamata tena silaha arudie huko katika madaraka. Tangu kuondolewa kwa kinga ya kutokushtakiwa kwa Joseph Kabila nchini Kongo na matamshi ya rais huyo wa zamani kushutumiwa upande wa serikali ya Kongo hadi kuwasili kwa rais huyo jijini Goma, yamepelekea wachambuzi wa masuala ya usalama kulalamikia maisha ya Joseph Kabila kuwa hatarini na familia yake ya kisiasa, kama anavyojulisha hapa Profesa Edgar Mahungu, mchambuzi wa masuala ya usalama Kivu Kaskazini. Kutokea kwake, matokeo zidi yake nayo yataonekana kabisa. Kwake binafsi atakuwa kama ameachiliwa. Kuhusu yale yote wanaomustaki, hiyo matokeo yatagusa hata jamaa yake Joseph Kabila. Ina matokeo mengi. Haya yanaripotiwa wakati mapigano makali yashuhudiwa tangu mapema Jumapili hapo jana hadi leo katika maeneo ya Lushebere, Kishishe na Bambo kati ya M23 na Wazalendo. Chube Ngorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Naam, wakati hayo yakijiri, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amemlaumu mrithi wake Felix Tshisekedi kwa kuingiza nchi hiyo katika hali mbaya katika sekta zote. Hii ni baada ya Seneti kupiga kura ya kumuondolea kinga ya kutoshtakiwa huku akituhumiwa kuhusika na uhaini na uhalifu wa kivita. Awali mwenzangu Sarafina Robi amezungumza na mbunge wa Afrika Mashariki Abdullah Makame ambaye anaanza kwa kueleza maoni yake kuhusu hatua hiyo ya Seneti. Joseph Kabila ni rais mstaafu kama Joseph Kabila, lakini vile vile ni taasisi kwa sababu ni rais mstaafu ambaye amekaa madarakani kwa kipindi ambacho kilikuwa takriban miaka 18. Sasa mtu huyo ukaseme unamuondolea kinga alafu mshtaki, na ndo rais pekee wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambaye ni mstaafu. Na unapokuwa na marais wastaafu katika taifa, manake unatengeneza msingi wa kuwa na jamhuri imara. Huyu ambaye yuko pekee mstaafu anashtakiwa, inaleta kidogo mushkil, kwa sababu pamoja na kwamba inawezekana kuna mapishano baina yake na rais aliyepo madarakani, lakini inaweza ikaleta matatizo kutokana na ule ushawishi wake katika siasa za demokrasia ya Kongo, kwa sababu amekuwepo madarakani kwa kipindi kirefu, na yeye pia ana watu wake ambao wana sauti na wana uwezo ndani ya nchi hiyo. Ina maana kuwa kuondolewa kwa kinga kwa Kabila na majibu aliyoyatoa na maoni kwa raia hususan wa mashariki ambao wengi wanaonekana kumuunga mkono Kabila kutaleta tofauti kati ya Wakongomani. Sasa hilo ni jambo la kukana kusubiri kuona, lakini kimsingi ni kwamba watu ambao wanamuunga mkono Kabila hawatakuwepo mashariki tu peke yake, watakuwepo mashariki na watakuwepo na maeneo mengine ya jamhuri, kwa sababu yule amekuwepo madarakani kwa kipindi kirefu na yeye alirisi kile kijiti kutoka kwa baba yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye nitasema kwamba ana ushawishi mkubwa, na sasa ni kwamba kilichopo ni kwamba yeye, unajua katika hizi vurugu ambazo zilijitokeza hivi karibuni za M23 kuingia na kuteka baadhi ya miji hususan kule mashariki Kivu ya kaskazini, Rais Kabila baada ya serikali kutoa tamko kwamba inakusudia kuwa na maridhiano ya kitaifa na wanasiasa wote waende wakafanya mazungumzo, naye alisema naye atarudi nchini ili aende akatoe mchango wake. Sasa katika kuweka azma yake ya kurejea kwenda kushiriki katika ule mchakato wa maridhiano, inaonekana kwamba katika hayo maridhiano ambayo yanatakiwa kuendeshwa Kinshasa, hao waendesha maridhiano hawakumtaka Kabila awepo. Sasa ndio nadhani haya mambo yote yanajitokeza hivyo, kwa sababu anaonekana labda akija ataleta sauti ambayo itakinzana pengine na baadhi ya mawazo ya watu ambao wanataka labda maridhiano yachukue mkondo fulani hivi. Marekani imekuwa ikishinikiza makubaliano ya amani kutiwa saini kati ya DRC na Rwanda msimu huu, na sasa kuibuka huku kwa Kabila kunaweza kutatiza juhudi za kumaliza uasi mashariki. Kabila anavyoonekana labda akija atakuwa na mchango ambao pengine unawezekana ukaleta uhalisia wa ziada katika yale mazungumzo yanayozungumzwa baina ya hawa watatu, yani Marekani, Kigali na Kinshasa. Sasa huo uhalisia huo ndio ambao pengine wenzetu ambao hapo Kinshasa haoni ni sawa kwamba ujitokeze, lakini ilitakiwa wao wenyewe wazungumze, wayamalize, ili wakienda kuzungumza wote wanazungumza na sauti moja. Na hili swala la kama ndo Marekani amekuja ndo ashakuja, lakini hajaja mwenyewe kwa kujileta, amekuja hapo kwa kualikwa. Sasa kwa maana ya kwamba wenyewe wameshindwa kutafuta maridhiano na makubaliano, sasa wamemleta refarii ambaye atakuja sasa kuwafanyia unyapara katika nchi yao, jambo ambalo hili linaweza likawatatiza wao wenyewe baadaye. Lakini pia labda niendelee hapo
hapo nikamatia hapo. Ndika majadiliano yoyote ambayo yatafanyika baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani, ule usawa, yani balance baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani, hawawezi kuweza kufanya majadiliano wakapata tokeo mazuri wao, lakini Marekani ndio atakayepata matokeo mazuri zaidi, kwa sababu Marekani anajua anataka nini na ana mbinu za kufanya mazungumzo. Wenzetu hawa kidogo wanaweza wakayumba, na hilo ni tatizo si tu la Kongo, lakini nchi nyingi za Kiafrika kwenye majadiliano wakienda wanajikuta kwamba katika negotiation hawawezi kuwazidi wale wenzetu, kwa sababu wale wanakuwa wamejiandaa na wanakuja pia na ushawishi mwingine katika meza ya mazungumzo. Sasa nini kifanyike ili kutuliza hali ya kisiasa DRC na kuweza pia kuwapatanisha viongozi hawa wa nchi hiyo? Kupanga ni kuchagua. Sasa ilitakiwa haya mambo yalifanyika jitihada hapo awali, na sidhani kama nchi zetu kama mfano Afrika Mashariki, nchi za kusini mwa Afrika, maendeleo kusini mwa Afrika ni SADC na AU, kwamba walisema wameshindwa, wamekata tamaa na DRC, lakini ukweli ni kwamba wale wahusika wenyewe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wao wenyewe hawajawa tayari kwa pamoja kukaa na kuyamaliza haya. Ilitakiwa waangaliane wenyewe kwa wenyewe, watafute suluhisho na hayo maridhiano yanayoitwa maridhiano ya kisiasa, ya kijamii, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waafikiane ili waweze kufikia makubaliano na kupata amani endelevu. Naam, ni Dr. Abdalla Makame, mbunge wa Afrika Mashariki, kama alivyozungumza na mwenzangu Sara Finarobi hapo. Jeshi la Ukraine limesema Urusi imefanya zaidi ya mashambulizi 350 kwa kutumia ndege zisizoendeshwa na rubani kuanzia jana usiku, yakitajwa kwa mashambulizi makubwa zaidi ya kutumia ndege hizo tangu vita vya Ukraine kuanza. Awali, Rais wa Marekani Donald Trump alisema Rais wa Urusi Vladimir Putin ni mwendawazimu kwa kuendeleza vita baina yake na Ukraine. Victor Kenani na taarifa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba Vladimir Putin amepoteza akili kabisa kwa kuanzisha shambulizi kubwa zaidi la anga katika vita dhidi ya Ukraine, na akasema alikuwa akifikiria kuiwekea Moscow vikwazo vipya. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New Jersey, Bwana Trump alisema hajafurahishwa na hatua ya Rais Putin kuzidisha mashambulizi yake, hasa wakati nchi hizo mbili zikijadiliana makubaliano ya kusitisha mapigano ili kumaliza vita vya miaka mitatu. Anaua watu wengi. Sijui ni nini kilimtokea Putin. Nimemfahamu mimi muda mrefu. Siku zote nilishirikiana naye. Lakini anatumaje roketi katikati ya mji na kuua watu? Hapana. Hilo sijapenda kabisa. Tuko katikati ya kuzungumza na anarusha roketi Kiev na miji mingine. Sijapenda hata kidogo. Kwa siku tatu sasa, raia wa Ukraine wamekuwa wakiamshwa na sauti ya ving'ora na mfululizo wa mashambulizi ya anga kutoka Urusi, wakisikiliza kwa saa nyingi ndege zisizo na rubani zikizunguka karibu na nyumba zao na milio ya makombora ya kujihami ya Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine lilisema Urusi ilishambulia kwa kutumia ndege 355 zisizo na rubani na makombora 9 dhidi ya Ukraine usiku kucha. Bwana Zelensky katika chapisho kwenye mtandao wa X hakuzungumzia moja kwa moja kukosolewa na Trump, lakini alisema ulimwengu ulionekana kutumia zaidi juhudi kwenye mazungumzo na Putin badala ya kumwekea shinikizo zaidi kiongozi huyo wa Urusi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema anatumai kuwa hasira ya Trump dhidi ya Putin sasa ingesababishwa vikwazo vipya ambavyo vinaweza kumdhibiti zaidi na kumzuia kiongozi huyo wa Urusi. Alexander Merensko, mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje katika bunge la Ukraine, amekosoa kauli ya Bwana Trump. Akizungumza na BBC amesema Ukraine ni wahasiriwa wa mapigano yanayoletwa na Rais Putin. He's trying to put the aggressor and victim of the aggression on the same level. Anajaribu kumweka mchokozi na mhasiriwa wa uchokozi kwenye kiwango sawa, ambalo ni kosa kubwa. Sisi ni wahasiriwa na tunateseka na vitendo hivi vya ugaidi kila siku. Maneno hayana maana. Tunatarajia Bwana Trump kutimiza ahadi yake kwamba iwapo Putin atakataa pendekezo lake la kusitisha mapigano, Marekani itaweka vikwazo vikali, lakini hatuoni chochote kuhusu hilo. Jeshi la anga la Ukraine
limesema shambulizi hilo la 3 mfululizo kutoka Urusi limepiga maeneo matano, lakini halikutoa maelezo zaidi, likionya kuwa kuna uharibifu wa maeneo ya kijeshi. Majengo ya makazi na viwanda vimeripotiwa kuharibiwa magharibi mwa Ukraine kwa mujibu wa maafisa. Kremlin ilisema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya kijeshi vya Ukraine na yalikuwa majibu kwa mashambulizi makubwa ya Ukraine dhidi ya malengo ya kiraia ndani ya Urusi. Jenny Mathers ambaye ni mchambuzi akizungumza na BBC amesema mashambulizi ya hivi punde ni jaribio la Putin kuendeleza vita. All of these attacks on cities which are far away from. Mashambulizi haya yote dhidi ya miji ambayo iko mbali sana na maeneo yanayozaniwa yanaonyesha kwamba anajaribu pia kuwatisha raia, anajaribu kuwachosha watu, anajaribu kuadhibu na hivyo kimsingi kuadhibu uongozi wa Ukraine, akitumai kwamba watapoteza utashi wao wa kupinga uvamizi. Kwa hivyo Putin hayuko kwenye njia ya kutafuta amani. Not on the path to peace. Shambulizi hilo la Urusi ndilo kubwa zaidi kwa idadi ya silaha zilizotumika, ingawa mashambulizi mengine yameua watu wengi zaidi. Trump amekuwa akishinikiza Urusi na Ukraine kumaliza vita ambavyo vimedumu kwa miaka mitatu sasa, lakini pande hizo mbili bado hazijafikia mwafaka. Na wakati mataifa makubwa yakijadili jinsi ya kutatua mzozo huo, vita vinazidi kushamiri huku majeshi ya Urusi yakiendelea kusonga mbele mashariki mwa Ukraine. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Na wakala wa ulinzi wa raia huko Gaza anasema kwamba Wapalestina 20 wameuawa katika shambulio la Israel lililolenga shule inayohifadhi watu waliokosa makazi katika jiji la Gaza. Miili mingi ilionekana imeungua vibaya, wakiwemo watoto, wakati moto mkubwa ulipoteketeza madarasa mawili. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa, wengi wao wakiwa na majeraha mabaya ya moto na wako katika hali mahututi. Zaidi na Beldin Waliaula. Wakurugenzi wa hospitali za eneo la Gaza wamesema kwa mashambulizi yaliyotekelezwa na Israel usiku kwa mkia leo yameua watu takriban 54. Watu 35 walifariki wakiwa katika shule moja mjini Gaza ambayo ilikuwa imegeuzwa kwa makazi ya muda. Watu 17 kati yao kutoka familia moja waliuawa katika nyumba moja eneo la Jabalia. Jeshi la Israel limesema lilenga shule hiyo ambayo ilikuwa imegeuzwa kwa makazi ya muda, wakisema walikuwa na walengo wapiganaji wa Hamas ambao walikuwa wanaitumia shule hiyo kuendeleza operesheni zao, huku Israel ikisema hapo jana kuwa inataka kuchukua udhibiti wa 75% ya eneo la Gaza. Shirika moja la kutetea haki za kibinadamu eneo la Gaza linasema wengi waliofariki katika shule hiyo iliyolengwa na Israel katika mji wa Gaza walikuwa watoto. Israel imezidisha mashambulizi yake eneo la Gaza katika juhudi ya kuiangamiza kundi la Hamas, huku viongozi mbalimbali kutoka falme za Kiarabu na Ulaya wanaokutana nchini Hispania kujadili mustakabali wa Gaza na vita vinavyoendelea eneo hilo wametaja vita hivyo kukosa msingi na kukiuka utu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Hispania Jose Manuel Albares amesema Israel inafaa kuwekewa vikwazo vya kununua silaha au kuuziwa silaha na mataifa mengine, huku akitoa wito kwa msaada zaidi kuingia eneo la Gaza. Tangu vita hivi vya Hamas na Israel kuanza mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, Israel imekuwa ikishtumu kundi la Hamas kwa kutumia miundombinu ya raia kama hospitali na shule kuendeleza operesheni zao, tuhuma ambazo kundi hilo limekanusha. Wiki iliyopita Israel iliruhusu msaada kuingia eneo la Gaza baada ya eneo hilo kukumbwa na baa la njaa na uhaba wa dawa, huku mashirika kusambaza chakula cha misaada zikisema takriban lori 107 zilizoruhusiwa kuingia Gaza hazitoshelezi mahitaji ya eneo hilo. Mkuu wa shirika la kutoa misaada la Norwegian Refugee Council anasema Israel imeingilia kati katika shughuli za kusambaza chakula cha msaada na kuathiri mfumo uliokuwepo awali wa kutoa misaada hiyo. They will have some hubs apparently where people have to work long distances. Watu wanahitajika sasa kutembea mwendo mrefu na kufanyiwa ukaguzi na jeshi la Israel kulingana na matakwa yao. Kazi yetu ni kutoa misaada kwa kina mama, watoto na familia kulingana na mahitaji yao, na hivyo ndivyo sisi hufanya katika eneo lolote linalokumbwa na vita, na hatuwezi kuwa na upande mmoja wa kuamua ni wapi, ni lini na nani atapokea msaada unaotolewa. Itakuwa bora tukirudi na kutumia mfumo ambao ulikuwa unafanya kazi awali, kwani ilikuwa inafanya kazi vizuri kabla ya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda kukamilika mwezi Machi. Then sealed off yet again Gaza so that people have been besieged and starved since then.
Haya yakijiri, mkuu wa shirika la kusambaza chakula cha msaada eneo la Gaza ambalo linaungwa mkono na Marekani la Gaza Humanitarian Foundation amejiuzulu, akisema imekuwa vigumu kutekeleza majukumu yake bila kutoegemea upande wote. Naam, huyo ni Beldin Waleula na ripoti hiyo, msikilizaji. Na sasa tunaelekea moja kwa moja hadi viwanjani, tumpate Ive Bucha na tupashe habari za spoti. Naam, Berkane ya Morocco walitoka sare ya bao 1-1 jana dhidi ya Simba Sports Club, mechi iliyopigwa visiwani Zanzibar. Berkane wakatawazwa mabingwa wa kombe la shirikisho kufuatia ushindi wa mechi ya mkondo wa kwanza 2-0 nchini Morocco. Mashabiki wa Simba walionyesha kutoridhishwa na maamuzi ya refa, kama walivyozungumza na Bosha Nyanje Junior. Mchezo ulikuwa mzuri, ulikuwa bora, wachezaji walikuwa bora katika kila nafasi. Mimi niseme tu haikuwa riski. Bila udhaifu wa refali umetutoa mchezoni, tunarudi umetutoa mchezoni. Yaani alkazalika siku zote ndio maana tunasemaga hakuja kuwa na nabii mweusi. Yaani kwa kifupi Mwarabu haitwi Mwarabu hata ikiweje. Na ndio maana fitna zilianza sehemu nyingi. Mchezo ulikuwa mbaya. Hakuna mchezaji alokosea. Wachezaji kila mmoja alicheza kwenye kiwango chake. Ila tu haikuwa riski. Kiukweli kwanza kabisa tunashukuru kwamba mechi imeisha salama, japokuwa haikuwa matarajio yetu. Tulikuwa tumejiandaa kushinda na kuweza kubakisha kombe nyumbani. Timu yangu imecheza vizuri, ni makosa tu kidogo tu ambayo yametugharimu, especially katika kutumia nafasi. Ya kitu kingine siwezi kulaumu moja kwa moja, lakini muamuzi kidogo hakuwa upande wetu sana, na alikuwa amebezi sana na Berkane. Ndio kitu ambacho mimi kweli nimekiona. Ila timu imecheza vizuri, ni nafasi tu, nafasi. Alisema mpira wa Afrika unaendeshwa na Morocco. Leo ndio imekuja kweli, nimeamini. Kwa sababu mpira leo ulivyokuwa unacheleshwa, kama refa alikuwa anachelesha mpira kwa maelekezo. Yaani dhahiri shairi kabisa. Refa alikuwa anachelesha mpira kwa maelekezo. Kwa sababu ifika stage Simba amepata goli. Sawa. Yaani refa hajawa hata na akili ya kuvuta kati. Akili alikuwa hana. Alikuwa kasubatu anaangalia wachezaji. Barabara kabisa. Katika kombe la vilabu bingwa Jumamosi, timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ilitoka sare na Pyramids ya Misri kwa kufungana bao 1-1. Naam, Bosha, barani Ulaya ligi kuu ya England ilimalizika jana. Michuano mikali ilikuwa baina ya timu zinazowania nafasi za kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao, ambapo Aston Villa ndiyo ilikosa nafasi hiyo katika siku ya mwisho, huku wakilalamikia bodi ya waamuzi kwa kile walichosema kuwa kosa kubwa kutoka kwa mwamuzi Thomas Bramore kuchangia wao kupoteza 2-0 dhidi ya Manchester United na kukosa ligi ya mabingwa. Huku mechi ikiwa bado bila, Villa wakiwa na wachezaji 10 baada ya mlinda mlango wao Emiliano Martinez kutolewa kwa kadi nyekundu. Villa walifunga bao kupitia kwa winga Morgan Rogers kabla ya kukataliwa na mwamuzi. Rogers aliwahi mpira kutoka kwa kipa wa United Atabaingia. Alipojaribu kuushika mpira ulimponyoka na Rogers kufunga mpira huo. Hata hivyo, Bramhall ambaye alikuwa mwamuzi wa mechi hiyo alipiga filimbi ya kuashiria faulo, akidhania kwamba kipa wa United alikuwa na mikono yake miwili katika mpira, ingawa picha za televisheni zilionyesha vinginevyo. Kwa sababu mwamuzi alisimamisha mchezo kabla ya mpira kuingia wavuni, mwamuzi msaidizi wa video yani VAR hakuweza kuingilia kati. Katika mkutano na waandishi wa habari wa Villa baada ya mechi, mkurugenzi wa shughuli za soka Daniel Vidagia alisema klabu hiyo haikufurahishwa na Bramhall mwenye umri wa miaka 35 kupewa mchezo huo. Bosha, kwingineko Ulaya, timu ya Napoli ilitoa ubingwa wa ligi kuu ya Italia Serie A. Aliyesherekea zaidi ni mchezaji wa zamani wa Manchester United Scott McTominay kufuatia kuisaidia timu hiyo kunyakua taji la 4. Mara baada ya filimbi ya mwisho, kiungo huyo wakati wa Scotland mwenye umri wa miaka 28 alitajwa kuwa mchezaji bora wa thamani zaidi wa Serie A, yani MVP kwa msimu wa 2024-2025. Namnukuu, nimepoteza maneno, inashangaza unajua, mwisho wa kumnukuu, alisema McTominay baada ya mchezo. Kuihama United, klabu ambayo ilikuwa imekaa katika maisha yangu yote, kwenye nchi mpya majira ya joto yaliyopita, kumekuwa na tattoo, bendera na
na hata keki kwa ajili ya Scott McTominay. Majira ya joto aliyopita, Scott McTominay alitaka kufanya mabadiliko ya nadharia na United walitaka pesa za kuwasaidia kueneza kanuni za fedha za uendelevu wa ligi kuu. Haishangazi kwamba meneja wake wa zamani wa Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer, hivi majuzi aliambia BBC Sports, namnukuu, jinsi unavyoweza kumuuza Scott inazidi akili yangu, mwisho wa kumnukuu. Bosha McTominay anaposherekea taji na Napoli United wamekuwa na msimu wao mbaya zaidi tangu katikati ya miaka ya 70 na kampeni ya pili bila tiketi ya kucheza mashindano ya Ulaya tangu mwaka 85. Bosha, ni kushukuru sana. Makala mengine ya spoti ni hapo kesho. Mimi jina langu ni Ive Buchana.